Yeah, so guys, leo nataka niongee kitu kuhusu Canva. Yeah, moja kati ya kitu unaweza kufanya na Canva ni kuuza templates. Nitaongelea kuuza templates kwa sababu ni biashara unayoifanya wewe mwenyewe, au sio? Na unafanyaje kuuza templates? Templates ni kila kitu yani. So kama ushaiva kwenye Canva na unaweza kutengeneza designs vizuri, sawa. So tuseme mfano mimi nataka kuuza hii design yangu ya carousel, this one. So nimedesign na nimeona hii design naweza kuiuza. Nafanyaje? Steps by steps ambazo naweza ukafanya na ukauza. Na unauza wapi? Ndo kitu tunachotaka kuongelea leo, sawa. So hii ni carousel zangu. So nataka kuuza hii template, like mtu akiitumia kukuza brand yake ataitumia, atachange tu majina na nini na nini na nini. Kitu cha kwanza ni kumake sure design yako imekuwa safi, nzuri kabisa, ni best design uliyofanya ambayo ni outstanding, sawa. Kitu cha pili ni kutengeneza social media page, sawa. Social media page ipi? Unaweza kaanza na Instagram, ni nzuri kama hii. Unaona huyu jamaa anaitwa African Geek, is one of Canva creators ambao mimi wana follow sana, kama mnajua. Alafu unaweza ukatengeneza pia Twitter page, sawa. Yes, ingia Twitter, tengeneza page mpya au tumia page za zamani na nini, sawa. Sasa platform nyingine unaweza kaitumia nzuri zaidi pia ni TikTok, sawa. So unafanyaje kugrow na kutengeneza business yako? Kitu cha kwanza, umeshatengeneza design na unataka uweze kama template. Kama template maana yake ni hivi tu yani. Kwa mfano hii ni template, nita click hapo any one of the link, yes. Alafu nita click copy. So mtu yote mwenye hii link anaweza kutengeneza, anaweza kuwa na hiyo template, sawa. Unaweza kaanza polepole ukauzia watu wanaowajua, jirani, ukaelekeza how to use it. Just record pia ka video, ka short clip videos au screen record, how mtu anaweza customize it ikawa yake na akaitumia vizuri, au sio? Then utakuja kwenye hii site inaitwa Gumroad, gumroad.com, app.gumroad.com, sawa. Ukiingia hapo, ukisha sign up, kuna sehemu imeandikwa products, sawa. So nikiclick products, zitakuja hapa products zangu hapa. This total revenue for this month. Unaweza uka add new product, sawa. Kwenye new products kuna vitu vingi unaweza ukazi add. Sasa one of the products mimi nataka ku add ni is just digital products, sawa. So nitaandika hapa carousel template, sawa. Nita click hapo, nitaweka price ya product, let's say $1 tu, sawa. Then nitaenda next ni customize, sawa. Then nitaanza kuandika hapa maelezo yake, sawa. So nita describe the product, sawa. Unaweza kutumia ChatGPT kuandikia. So utaandika tu labda naandika tu kwa mfano maelezo, this is an outstanding carousel design, sawa. Utaandika here is a step by step on how to use and edit it. Hizi bro, sio vitu za kaza kushinda, ni vitu unaenda tu kwenye ChatGPT na inakuandikia yani kila kitu, description. Alafu mwisho nitakuja nitaweka
link ya hiyo product yangu ambayo nilicopy. So nita click hapa, nita enter URL ndio ile ambayo nilicopy kwenye Canva. Sawa. So nitaandika hapa carousel template link. So nita add link hapo. Sawa. Then hapa nitaweka hapa hii ni customized link kwa ajili ya product yako ambayo ndio mtu atakuwa anaiona. Alafu kitu kingine hapo kwenye Canva yako, make sure umedesign what we call image ya hiyo product yako ambao ameipa dimension ni 1280 kwa 720. Sawa. So ukija kwenye Canva yako hapa home, uta create design, utaweka hapa custom design, utaweka hapa ni 1280 kwa 700 ngapi? 720. Sawa. So unaweza kama umedownload hiyo design yako, lakini utakuja kuidrag na kuidrop kwenye hii dimension. So ukiclick hapo create design, taleta hivyo. So tuassume hapa usha design labda hiyo tuassume this your carousel. So niassume hii hapa, tuseme hii hapa, tuassume to this one. Yes. Maana hii tuseme ndo design yako umedropa. So utai-download, alafu utaenda kuiweka kwenye Gumroad hapa, utai-upload. Then kitu kingine ni thumbnail, ambao ndo mtu akiclick ile link yako ambao umecustomize ataona hapo. So thumbnail yenye dimension yake ni 600 kwa 600. So unaweza uka design pia ile design yako ambao ulidownload hii hapa, unaweza ukaipunguza dimension kwenye 600 to 600. Just click hapo kwenye Canva new design, then what we call dimension, hivyo utakuwa umeshamaliza. Sawa. Alafu baada ya kumaliza hapo, kitu kinachofuata itakuwa ni save na continue, au atakwambia publish. So ukisha publish your product, unaipromote wapi sasa? Sehemu ya kuipromote ndio unaenda kwenye social media. Social media gani unatumia kupromote? Ndio hizo nimesema TikTok, tumia Twitter, tumia what we call TikTok. Sawa. Kwa hiyo sasa unaona page kama huyu jamaa, it's an outstanding, yani yenyewe tu inasimama peke yake, au sio? Angalia hizi posts zilizoko, hapa anaelekeza how to create a 4K video, how to create a landing page kwa Canva. So mtu akiona content kama hii imeshiba kwenye social media yako, kwenye TikTok yako, imeshiba kwenye Twitter yako, unawaelekeza watu. Yani the secret ya kusell online ipo kwenye kugive. Wape watu content, wape watu vitu for free, alafu baadaye wauzie. Watu wanachukia sana kuuziwa at first. Yani unaenda tu mtu unamuuzia, hey, buy my design, buy my template. Ukienda kwenye Twitter, sijaona, sijui kama umeona utaniambia, lakini mimi personally sijaona mtu anayeuza Canva templates. Let's search tuone. Sell Canva templates. Wanaweza kuwepo, lakini wakawa ni wachache sana. Interested in Canva template on Etsy. Huyu anauza kwa Etsy. Notion will make money than your degree. Learn Canva design. You'll see. Hata Notion templates pia. Notion templates najua wengi wanauza. You'll see. Angalia hapo. How to sell Canva templates. Yani evere, angalia hii post ya Feb 9. Mwingine Feb 2. Yani angalia hiyo difference hapo. So
Imagine ukawa consistent kila siku ukiamka wewe ni kupost about Canva, leo nimedesign hiki. What do you think? Watu watakosoa, watafanya nini? Tena kwenye Twitter watu huwa wana engage sana na watu kama uko vizuri na uko serious. So unapost, baadaye anza kuuza. Jipe 6 months, 1 year. 1 year ni kubwa, yani hata 6 months ni kubwa. 2-3 months zinatosha vizuri sana. Tumia ChatGPT kuandika, let's say kama unataka leo unaelekeza watu au to design a poster design on Canva from scratch, sawa? Lakini how do you create those hooks? Nimeweka kwenye book yangu ya prompts. Kuna prompts za Twitter pale. Unaenda kwenye ChatGPT na kuandikia zile thread hooks, sawa? Au ile zile headings za thread, kwa sababu ile ndo kila kitu. After that unakuja unapost screenshot, download hizo pictures, onesha steps by steps unafanyaje kwa kutumia Twitter threads. And then after utaanza kuuzia, na it's better kwenye hizi platform kama Gumroad ukaanza kuuza, ukawa unaandika threads za Kiingereza. Lakini pia kitu kizuri, mtu kama unajua Kiingereza na Kiswahili inakuwa rahisi. Kama mimi napiga sana hela kwa kuuza content za Kiswahili kuliko hata za Kiingereza hizo, sawa? Kwa sababu gani? Kuna information gap kubwa sana kati ya Waswahili na kujua hizi hizi digital skills, sawa? Kwa unachokifanya wewe hapo ni mwanangu ni kutengeneza content ya Kiswahili ambayo itakuwa imeshiba. Mtu akisoma ile pale anaona kabisa hapa nishaelewa kila kitu, sawa? Akishasoma akaona kabisa hapa nishaelewa kila kitu, unachokifanya baadaye ni kumwambia okay, ukitaka templates kama hii unataka kuicustomize, hit my inbox, labda WhatsApp. Kwa akucheki WhatsApp, unamuuzia, unaambia tunauza buku templates kama hii, how to customize. Ushashare video, una customize hivi na hivi na hivi, una download Canva app, utabadilisha maneno hapa, utafanya hivi, basi unauza. So that's it. That's how you gotta do it. That's how unaweza ukafanya kitu, na how unaweza ukaongeza pesa kwa kuuza templates kwenye Canva. Na umeongea kuna njia nyingi za kufanya, lakini naongelea hii sana. Watu wanauza ads, wanauza wapi, lakini naongelea hii kwa sababu it's kitu ambayo itakuwa na una control na. Lakini issue nyingine kwenye Gumroad hapa, kuna issue ya payout payments. Gumroad sana wanataka uwe na PayPal. So PayPal, ili uipate PayPal, sijui kama sasa hivi TZ inafanya kazi na nini, sielewi, lakini njia ambayo mimi naijua, ambayo mimi nimeifanya na nina uhakika ni Kenya, kwamba uwe na passport yako, ingia Kenya, sehemu yote ile. Hata after kuvuka tu border utapata Safaricom shop, wanakutengenezea line yako ukiwa na passport yako. Lakini then you are good to go. Tengeneza M-Pesa SIM card, tengeneza PayPal account, rudi TZ, fanya mambo yako. Ni process ndefu, ina cost pesa, lakini at the end of the day utakuwa proud of it. So that's it for today, guys.